أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على من جاءنا بكتاب كشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. ومن عاش بهما عاش على النور النهار إذا جلاها. ومن أعرض عنهما عاش في الظلمات الليل إذا سجاها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunaendelea na kipindi cha pili cha kitabu Tauhid cha Dr. Sheikh Saleh Al-Fawzan ambao tulishasoma somo la kwanza tukamaliza. Sasa tunaendelea na sehemu tulobakiza ambayo inaanza kwa kusema ni mwendelezo. Anasema ila anna fasha al-jahl fi al-qurun mutaakhira wa dakhala ad-dakhil min ad-diyanat al-ukhra, mpaka pale ujinga uliposambaa katika karne za baadaye ama za mwisho. Wa dakhala ad-dakhil min diyanat al-ukhra, na ikapenya mambo ya kigeni kutoka katika dini zingine. Faada ash-shirka ila kathiri min hadhihi al-ummati bisababi du'at ad-dalal, basi shirki ikarudi kwa watu wengi wa umma huu kwa sababu ya uenezaji wa potofu, madai ambao ni wapotevu. Wa bisababi al-binai ala al-quburi, na kwa sababu ya kujenga juu ya makaburi. Mutamathilan bita'dhimi al-awliya'i was-salihin, kwa kuwatukuza mawalii na watu wema. Wa adai mahabbati lahum, na kudai kuwapenda wao mawalii na watu wema. Hatta buniyatil adhrihatun ala kuburihim, mpaka yakajengwa makaburi makubwa juu ya makaburi yao. Wattakhadhat awthanan tu'bad min duni llahi bianwa'il qurbatin min du'a, na wakafanya kuwa masanamu yanayoabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu kwa nia mbalimbali za ibada, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile wa istighathatin wa dhabihin wa nadharin limaqamatihim, wakajikurubisha kama vile kuomba na kuomba msaada, kuchinja na kuweka nadhiri kwa ajili ya makaburi yao. Anasema wasammu shirka tawassulan bisalihin wa idharan limahabbatihim, na wakaita shirki kuwa ni kutafuta njia tawassul kwa watu wema na kuonyesha upendo wao. Walaisa ibadatu lahum bizam'ihim, na basi ibada kwao haikuwa ni ibada ya kisheria isipokuwa ni kwa madai yao, sababu shirki katika tawassul kuna ya kisheria na isiyokuwa kisheria. Ama kuomba kwenye makaburi, hiyo ni tawassul ambao ghairu shar'i. Anasema wanassu anna hadha huwa qawlu al-mushrikin al-awwalin haythu yaqulun, na walisahau kwamba haya ndiyo maneno ya washirikina wa mwanzo waliposema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar aya 3. Hatuabudu haya masanamu ila ni kuwakaribisha kwa Allah kwa ukaribu zaidi, yani anatufanya sisi tuwe karibu na kwa Allah, wanatusaidia tuwe karibu kwa Allah, lakini sisi hatuabudu. Unaona? Anasema
وما هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا فأكثرية منهم يؤمنون بالتوحيد ربوبية وإنما يشركون في العبادات. Nasema na shirki nyingi. Pamoja na haya, ashirku alladhi waqa fi albashariyati qadiman wa haditha, shirki ambayo ilitokea kwa watu ya zamani na sasa, fa akthariyatin minhum yu'minuna bitawhid rububiyyah, wengi wao wanaamini katika tauhidi ya ulezi. Wa innama yushrikuna fil ibadati, lakini wanafanya shirki katika masuala ya kuomba, yani kuabudu. Kama qala ta'ala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Mwenyezi Mungu anasema hawakuwa wenye kuamini wengi wao isipokuwa ni washirikina. Surati Yusuf aya 106. Unaona, na nasema pia vile vile walam yujahid wujudi rabbi illa nudhur yasira min albashar, na wala hawakuwa ni wenye kupinga kuwepo kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa pote dogo katika wanadamu, ka Firaun wa mulahidatin dahrin shiuiyin fi hadha zaman, kama vile Firaun na atheists mulhidi wale na madahirain na maatheism katika zama zetu. Wajahaduhum bihi min babil makabiratin wa illa fahum mustaruna liiqrari bihi batinihim wa iqraratin anfusahum, na wengi wao wamepinga katika mambo makubwa, lakini fahum mustaruna liiqrarin bihi bibatinihim wa qiraratu anfusahum, na wengi wao walikuwa wakikiri Uislamu katika ndani ya nafsi zao, fi batinihim, kwa ndani yao na katika nafsi yao. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amesemaje? Anasema wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dhulman wa uluwa, wanampinga Mwenyezi Mungu hadi ya kuwa wanayakini na Mwenyezi Mungu katika nafsi zao, basi wanafanya upingaji kwa dhulma na kwa kuchupa mpaka. Surati Namli aya ya 14. Wa uqulahum tu'rafu anna kulla makhluqin la budda lahu min al-khaliq, na katika akili zao zinajua katika kila muumba kila kilichoumbwa kuna aliyeumba. Wa kullu mawjudin la budda lahu min muwajjadin, na kila kilichokuwepo lazima kiwepo kilichomweka huyo alikuwepo. Wa anna nidhama hadha al-kawn mundabitatun daqiqi la budda lahu min mudabirin hakimun qadirun alimun, na kwamba nidhamu ya hii dunia, ulimwengu, imejengeka kwa kina na lazima awepo mwenye kuiendesha, mwenye hekima, mwenye uwezo na mwenye elimu. Man ankarahu fahuwa imma faqidun liaqlihi, na mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imma atakuwa na upungufu katika akili yake, au mukabbirun qad ulghiya aqlahu, au mwenye kujivuna ambaye akili yake imefunikwa. Wasafaha nafsahu, na akautia upumbavu nafsi yake. Wa hadha la ibratun bihi, na hii haizingatiwi. Sasa tunaingia katika kipengele cha pili. Anasema ashirku taarifu wa anwa'uhu. Anasema ashirku huwa ja'ala ash-shariku lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Shirki ni kumjalia Mwenyezi Mungu au kumfanyia Allah mshirika katika uola wake na uungu wake. Li'annahu
لأنه المخلوق ألوهيته، لأنه تشبيه للمخلوق وبخالق في خصائص الإلهية. Ni kwa sababu ni kulinganisha kuumba kwa muumba katika sifa za uungu. Kwa hiyo hapa anasema kwanza anasema fi rububiyyati wa uluhiyyati wal ghalibu al ishraku fil uluhiyyati bi an yad'u ma Allahi ghairihi, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika uungu ni kuomba pamoja na Mwenyezi Mungu asikuwa Mungu, au yasrifu lahu shay'an min anwa'i al-ibadat, au kusarifisha kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika ibada, katika aina za ibada, yani ibada fulani na fulani unaomba kwa kitu kingine sio kwa Mungu. Kwa mfano kuchinja, kadhabihin wan nadhirin wal khawf, kama vile kuchinja, kutia nadhiri, kuogopa, warajaa na kutaraji, wal mahabbatan na kupenda, washirku a'dhamu dhunub, na shirki katika madhambi makubwa. Wadhalika li umur, na hiyo ni kwa sababu. Kwa nini shirki katika madhambi makubwa? Anasema li'annahu tashbihu lilmakhluqin bilkhaliq fi khasa'is ilahiyati, ni kwa sababu ya kulinganisha kiumbe na muumba katika sifa za uungu. Anasema hiyo ndio inasababisha kwamba shirki iwe ni jambo zito. Kwa sababu gani? Umemfanya Mwenyezi Mungu na viumbe vingine kwa pamoja. Wa hadha adhamu dhulm. Kwanza anasema faman ashraka ma Allahi ahadan faqad shabbahahu bih, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu pamoja naye kitu kingine amefanya faqad shabbahahu bihi, hakika amemshabihisha Mwenyezi Mungu kwa hicho alichokishirikisha kwa hiyo. Wa hadha adhamu dhulm, na hii ni dhambi kubwa sana, dhulma kubwa. Qala ta'ala inna shirka la dhulmun alim, Mwenyezi Mungu anasema hakika shirki ni dhambi iliyokuwa kubwa sana. Unaona pia vile vile anasema hii sura Al-Luqman aya 13, anasema dhulmu huwa wada'a shay'un fi ghairi mawadhi'ihi, na dhulma ni kuweka pasi na sehemu yake. Faman abada ghayra Allahi faqad wada'a al-ibadatu fi ghairi mawadhi'iha, na yeyote anayemwabudu Mwenyezi Mungu, anayeabudu sio Mwenyezi Mungu, basi ameweka ibada pale ambapo si sehemu yake. Wasarafuha li ghairi mustahiquha, na ameisarifisha, ameipeleka kwa yule ambaye hastahiki. Wadhalika adhamu dhulm, na hiyo ni katika dhulma kubwa. Namba 2 anasema anna Allah akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu, na Mwenyezi Mungu anasema, ametoa habari kwamba hamsamehi yule ambaye hatatuba, yana amefariki hali ya kuwa hajatubia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Mwenyezi Mungu hamsamehe aliyomshirikisha na akafariki hali ya kuwa ni mshirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe yasikuwa ya shirki kwa mtakaye. Surati An-Nisa aya 48. Maulama wanasema mfasirin kwamba yaghfiru liman yasha, kwamba akifariki na madhambi makubwa yasikuwa ya shirki, imma taadhibiwa, kisha badala ya adhabu kuisha atatolewa motoni, afu kama ni mtu wa peponi apelekwe peponi, au atamsamehe kwa kuwa hajamshirikisha Mungu, basi atamsamehe, akitaka atamsamehe. Ndio anasema huyu mtu anakuwa katika kitu inaitwa murtakabun kabira, yani fasiqun biqabiratihi mu'minun biimanihi. Mtu huyo anakuwa ni fasik kwa madhambi makubwa na ni mu'min kwa imani yake. Mu'tazila wanasema huyu anakuwa katika katika manzila baina manzilatain, kwamba alifanya madhambi makubwa, ametoka kwenye uumini na hajafika kwenye ukafiri, basi anakuwa hapo katikati. Sasa sisi tunaambia anakuwa ni muumini ambaye ana madhambi makubwa, kwa hiyo daraja yake iko bado ya Uislamu anaye, lakini vile vile
amefanya madhambi makubwa. Kwa hiyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anna Allah akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. أن الله أخبر أن الله أخبر أنه حرام الجنة على المشرك. Kwamba Mwenyezi Mungu ametoa amehabarisha kwamba ni haramu mtu kuingia peponi hali ya kuwa ni mshirikina. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, na huyo mtu atakaa motoni huko atakaa milele. Qala ta'ala, innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Kutoka Mwenyezi Mungu anasema hakika yeyote anemshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, amemharamishia yeye juu yake pepo. Wa ma'wahu an-nar, na mkazi yake itakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na hakuna mtu ambaye ni dhalimu na kwa madhalimu kupata mtu wa kuwanusuru. Sura Al-Maida ya 72. Anasema anna shirka yuhbitu jamii al-a'mal. Sifa nyingine tunaona kwamba mshirikina basi anapotoshwa, amali zake zote zinapotoshwa, yani zinadondoka, kheri zake alizofanya zote zinakuwa zimekwenda patupu. Mshirikina huyo. Qala ta'ala, walau ashraku, na kama mtamshirikisha Mwenyezi Mungu, la habita anhum ma kanu ya'malun, yatapomoka kwa wao yale walikuwa wakiyafanya. Sura Al-An'am aya 88. Wakala ta'ala, na akasema pia Mwenyezi Mungu, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, hakika Mwenyezi Mungu amekufunulia Muhammad na wale walikuwa kabla yako, la in ashrakta, kama wewe Muhammad mtamshirikisha Mwenyezi Mungu, la yuhbatanna amaluk, basi Mwenyezi Mungu kwa shirki hiyo atabatilisha amali zenu. Walitakunanna minal khasirin, na mtakuwa ni watu wenye hasara. Sura Az-Zumar aya 5. Anna shirka halalu damu wa malu wal mal, kwamba ushirikina ni halalu damu yake na mali yake katika sheria. Kwa nini? Kwa sababu qala ta'ala, faqtulul mushrikina haythu wajabtumuhum, basi muwaue washirikina pale popote mnapowakuta. Wakhudhuhum wahsuruhum, na chukueni yale mali yao na muwazunguke. Waqu'ud lahum kulla marsadin, na muwazunguke kila kona. Sura At-Tauba aya 5. Haina maana ukitembea unamkuta mshirikina unamuua unachukua mali. No, hii ni kesi inazungumza wakati imeshaanza vita kati ya Waislamu na washirikina, hali ya kuwa wao ndio wameanza vita. Sasa basi kwa kuwa wao ndio wamewachokoza Waislamu na wakawashambulia Waislamu katika kujikinga, popote wanapowakuta basi wanapambana nao na wanachukua mali yao. Lakini sio kwamba from nowhere Muislamu anaanza kwenda anamuona mshirikina anachukua mali yake au anaanza kumuua. Hapana, kuna utaratibu wa vita katika Uislamu tokea mwanzo. Kwanza mnakuwa katika negotiation stage, mikataba zinaandikwa, pact and treaties, kama zile mkataba wa Hudaybiyah, mkataba wa Aqaba. Yale yote yanakwenda yakishindikana, mwisho ndo vita inaweza ikatokea. Kwa hiyo vita katika Uislamu ni resort ya mwisho, yani mambo yaliyoshindikana inafanyika mwisho na si mwanzo. Wakala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa mimi kupambana na watu au kuwaua watu, hatta yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Anasema mpaka waseme la ilaha illa Allah. Anasema fa idha qaluha, natakasema hilo neno bas, anasema asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha, nimezuiliwa mimi kutoka kwa wao damu zao na mali zao isipokuwa kwa haki yake. Vipi damu zao? Aliua na yauao. Alipigana, walivamia Waislamu akawapiga vita Waislamu, wakipigana wana haki ya kuchukua mali zao, sababu wametia hasara
walikuwa washambulia Waislamu, wameleta damage, wameleta loss kwa Waislamu, wana haki na wao wakachukua. Kwa hiyo riwaya nyingine inasema fa idha qaluha asamu minni, inasema nimeharamishiwa mimi. Asema anna shirka akbarul kabair, anna shirka ni akbarul kabair, kwamba shirki ni katika madhambi makubwa. Shirki ni katika madhambi yaliyo makubwa. Anna shirka akbarul kabair, kwamba ni katika madhambi makubwa. Naona anasema ala unabbiukum bi aktharil kabair, bi akbaril kabair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, je, nisiwajulishe jambo lilikuwa kubwa zaidi? Kulna bala ya Rasulullah, wakasema masahaba, kwa nini tujulishe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala al-ishraku billahi wa huququl walidain, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kutowafanyia haki wazazi wawili, kuvunja haki za wazazi wawili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Imam Bukhari na Muslim. Anasema qala al-Alama Ibn al-Qayyim, anasema Alama Ibn al-Qayyim akhbara subhanahu anna al-qasda bil haqqi wal amru an ya'rifa bi asma'i wa sifati. Mwenyezi Mungu ametuhabarisha kwamba kusudio bil khalqi wal amru an ya'rifa bi asma'i wa sifati, makusudio viumbe ni na amri ni kumtambua Mwenyezi Mungu majina yake na sifa zake. Wa ya'budu wahdahu la sharika bihi, na kumwabudu Mwenyezi Mungu basi na kumfanyia ushirika, yani kusiabudu na kitu kingine pamoja na Mungu. Wa an yaquma an-nasu bil qisti, na kuwasimamia watu kwa haki. Wa huwa al-adlu alladhi qamat bihi as-samawati wal ardh, naye ni uadilifu ambaye imesimamisha juu yake mbingu na ardhi. Katika kitabu Jawabul Kafi, kama qala ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, laqad arsalna rusulana bil bayinat, hakika tuliwatuma mitume kwa bayinat, kwa hoja za wazi na miracles, miujiza za kubainisha mambo kwamba wao ni mitume kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan, na tukawateremshia wao pamoja kitabu na mizani. Kwa nini wamepewa mizani? Liyaquma an-nasu bil qist, ili waweze kuwapima watu kwa usawa. Surah Al-Hadid aya 20. Unaona Surah Al-Hadid aya 20 hiyo. Anasema fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulah, Mungu anatuhabarisha kwamba ametuma mitume wake, wa anzala kutuba, na ameteremsha vitabu vyake, liyaquma an-nasa bil qist wa huwa al-adl, ili wasimamie watu kwa mambo ya uadilifu ya sawa, ambao ni uadilifu. Wa man a'zama al-qista at-tauhid, na wa min a'zami al-qista at-tauhid, na jambo lilikuwa kubwa zaidi katika uadilifu ni hiyo tauhidi, yani kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ndio tauhidi, kwa sababu umeweka kitu pahala pake, ndio uadilifu wa juu sana. Wa huwa ra'sul adli wa qawamihi, naye ni kichwa cha uadilifu na nguzo yake. Wa anna shirka dhulm, inna shirka dhulmun, na ushirikina ni dhulma, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika si vingine ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Surah Luqman aya 13. Wa shirku a'zamu dhulm, na shirki ni dhambi, dhulma iliyokuwa kubwa. Wa tauhid wa adalul adli, na tauhid ni uadilifu wa hali ya juu. Fama kana ashaddu munafatin li hadha al-maqsud fahuwa akbarul kabair, fama kana ashaddu munafatin li hadha al-maqsud, na yote anayekuwa ni mkali wa kwenda kinyume na makusudio haya, fahuwa akbarul kabair, anaingia katika madhambi makubwa. Ila anqala, mpaka pale aliposema, falamma kana shirku munafiyan bidhati lihadha maqsud, pale ambapo shirki ilikuwa ni kuzuia kwa dhati yake makusudio haya ya tauhid, kana akbarul kabair, ndio ikaingia kwa madhambi makubwa, alal itlaq, kwa ujumla.
وحرم الله الجنة على كل مشرك، na akaramisha Mwenyezi Mungu pepo kwa kila mshirikina. Wa abaha damuhu wa maluhu wa ahlahu li ahli tauhid, na hakalalisha damu yake na mali yake na watu wake kwa watu wa tauhid. Wa an yattakhidhuhum abidan lahum lima taraku alqiyam biubudiyati, na wawajalie wao kwamba ni abidan, ni waja kwao, lima tarakul qiyam biubudiyatin, wanafanya kwamba wao ni kama vile slave kwa kuacha kwao kusimamia ibada ya Mwenyezi Mungu. Wa aba Allah subhanahu an yaqbalu lilmushriki amala, na amekataa Mwenyezi Mungu subhanahu mtukufu kukubali amali ya mshirikina. Au yakbalu fihi shafa'a, au kukubali kutoka kwa mshirikina uombezi. Yaumul Qiyama mitume watajaribu kuombea watu, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu, na pia watakuja nafasi ya watu wa kawaida kuombea marafiki zao. Watu kawaida wataombea watu wao, marafiki zao, Mwenyezi Mungu fulani na fulani kwa rafiki yangu, msamehe madhambi yake. Mungu akitaka namsamehe au msamehe, anamwadhibu kwa uadilifu wake au anamuingiza pepo kwa rehema yake. Lakini wale ambao ni washirikina, hilo halitokubaliwa kuombea watu. Au yajibu lahu fil akhirah da'wa, au kujibiwa kwao siku ya kiyama kwa dua zao hazitajibiwa. Au yakbalu lahu fiha raja, au kukubaliwa kutoka kwao nini? Matarajio, hope. Fa inna shirka ajhalul jahilina billah, kwa sababu washirikina ni ujinga uliokuwa juu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Ajhalul jahilina ni kujitia ujinga wa juu, kwa ujinga huo kwa kutomjua Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haithu ja'ala lahu min khalqihi nidda, pindi pale walipomjalia Mwenyezi Mungu mshirika. Wa dhalika ghayatul jahlu bihi, na hiyo ni ukomo wa ujinga juu yao. Kama annahu ghayatul dhulmi minhu, kama ambavyo ni ukomo wa dhulma kutoka kwao. Wa in kana almushriku fil waqi' lam yadhlimu rabba, ikiwa mshirikina fil waqi', katika hali ya sasa hajafanya dhulma, hajamdhulumu Mola wake. Wa inna ma dhulma nafsahu, lakini basi atakuwa amedhulumu nafsi yake. Ikiwa kama amemfanyia mshiriki kitu ya shirki, hata kama siko Mwenyezi Mungu, basi yeye kuingia kwenye ushirikina pia amejifanyia mwenyewe. Sababu kuna shirki inaenda kwa Mwenyezi Mungu na kuna shirki inaenda kwa sio Mwenyezi Mungu. Anna shirka tanqus, na shirka inapunguza. Wa aibu nazahu rabbu subhanahu nafsahu anha, shirki naye kwamba shirki ni upungufu na kasoro. Anna shirka tanqus wal aibun, kwamba ni upungufu na aibu, na Allah mtukufu amejitakasa navyo. Nazahu rabbu subhanahu nafsahu, Mwenyezi Mungu amejitakashia ushirikina kwa nafsi yake. Anhuma, kutoka kwa hiyo ushirikina, hiyo aibu na upungufu, amejisababishia kile ambacho yeye amekitakasa nacho, na hili ni kilele cha kumpinga na kumwasi Mwenyezi Mungu. Nasema nazahu rabbu subhanahu nafsahu anhuma, faman ashraka billahi faqad athbata lillahi man nazahu nafsahu anhu, na anamshirikisha Mwenyezi Mungu basi anamthibitishia Mwenyezi Mungu katika yale mambo ambayo yeye amejiepushia kwayo kwa nafsi yake kutoka kwake. Wa hadha ghayatun mahaddatu lillahi ta'ala, basi na hiyo ni ukomo, inakuwa ni kilele cha kumpinga Mwenyezi Mungu na kumwasi. Wa ghayatul ma'adatun wal mashaqqa lillah, na inakuwa ni kumwasi na kumpinga Mwenyezi Mungu au kumfanyia shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hadha ila huna naqulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.